inaenda kukua, anainuka mtu ili asapoti maisha yako, lakini kumbe ni pepo imekuja kuangusha aliyetupigania. Tunaye Yesu anayetulinda. Tutakula, tutakunywa, tutamiliki, tutatawala kama wengine, na mbinguni tunaenda Osaka kwa jina la Yesu. Jana hata na leo umebaki kuwa Mungu wa rehema, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka. Tunaliinua jina lako wakati na majira haya. Uinuliwe mfalme wa amani. Enzi na mamlaka ni vya kwako Bwana, utabaki kuwa Mungu peke yako. Asante kwa ajili ya maombi, tukaendelea kuona mkono wako Baba. Umeendelea kuwa pamoja nasi nyakati zote na majira yote. Hata kama dunia ikibadilika, utabaki kuwa Mungu. Hata kama akitusema na kutuloga, utabaki kuwa Mungu. Hata kama wakituma mapepo na nguvu zote za giza, utabaki kuwa Mungu. Na zaidi unatuokoa na hayo mateso. Umesema mateso mwenye haki ni mengi, lakini uokoa kwayo. Tunaliinua jina lako, tunalibariki jina lako. Endelea kufanya kazi yako takatifu katika maisha yetu leo nayo. Nasi tukiwa wajumbe wa agano jipya kwa ajili ya kazi yako takatifu, tuko tayari kusimama mbele zako. Namleta mtoto wako aliyoko ndani ya kanisa hili, mahitaji yake akayapate, na anatufuatilia kwenye channel ya YouTube akafanikiwa hapo alipo sahihi. Ukakutana na mahitaji yake, kutana na maisha yake, kutana na kila jambo kwenye maisha yake. Asante Baba kwa upendo wako na majira haya tulionayo. Amen. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Huyu Yesu aliyeshinda kifo na mauti, anayetutetea na kutuongoza katika safari ya kuelekea mbinguni. Lakini nataka nikutie moyo, nikwambie kwamba usiogope. Yesu yuko kazini, usiogope. Msaada wa Mungu uko katikati yako, usiogope. Hata ijapokuwa dunia imebadilika, usiogope. Yesu atakupigania na watesi wako watapigwa na Bwana. Kila atakayeinuka mbele zako atapigwa na Bwana. Sisi tunaitwa na Bwana, tuna mamlaka ya kutamka jambo lolote likafanyika. Tumetembea na neno la wiki nzima katika eneo la kufunguliwa. Maombi ya kufunguliwa katika vifungo, nywele, madhabahu nywele, vifungo vya nywele, nywele za uchanga tuliangalia. Lakini Roho Mtakatifu leo kaniambia kwamba tuzungumzie vifungo vya madhabahu, mavazi yako unaovaa. Wiki iliyopita au wiki hii tulizungumza kwa habari ya madhabahu nywele, jinsi namna ambavyo mtoto mchanga anazaliwa, baada ya siku 40 wananyoa nywele zake, na hata wengine wanataka zile nywele zikachukuliwa zikapelekewa kwa mizimu au kwenye ibada ambazo za kijamii au za kiukoo au madhabahu yoyote ile, wanafanya mambo kupitia zile nywele. Tuliangalia namna ambavyo nywele zinaweza zikakamatwa kwenye maisha yako na mtu akafungwa kabisa. Wachawi wanafuata nywele. Kuna wengine walikatwa nywele wakati amelala, anaamka kwenye kioo nywele zimekatwa. Mwingine alikatwa sehemu ya mbele.
alikata nywele zake, wamekata kusata shaka. Tuliangalia mnadhiri wa Mungu Samsoni. Samsoni alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, alibeba maono ya Mungu. Tuliangalia siku ya Jumanne, tukaona kwamba kichwani pake alifunga vifungo, alikuwa na vifungo 7, alikuwa na mafundo 7 aliyofunga kichwani, kwamba ni namba 7 za utimilifu wa Mungu. Tunaona namna ambavyo alipata mwanamke huyu aliyekuwa kahaba, mwanamke huyu aliyemdanganya mpaka mwisho wa siku akatoa siri, akasema wewe unajua kupita kichwani pangu, ukinikata tu nywele zangu hizi mara nguvu zangu zitaishi. Sababu huyu alipewa fedha ili kusudi kumkamate Samson. Tuliona namna ambavyo baada ya zile nywele kukatwa, Biblia inasema nguvu za Samson zilimwishia pale pale, na Mungu alijiondoa kwa Samson. Matokeo yaliyotokea, akatobolewa macho, akateswa sana, akasaga ngano, akawa gerezani, hana macho, anasaga ngano. Mungu yuko mbali, lakini kumbuka Mungu hakusahau agano lake. Japo alipita kwenye mapito, bali tunaona kwamba alikuja akaangusha ile hekalu. Walipokimtesa, tukaona alienda kupata zile nguzo za hekalu, watu wote wakaangukiwa pale na historia yake ikabaki pale. Hebu tuangalie namna ambavyo tunapozungumza kwa habari ya madhabahu, mavazi. Ukisoma katika kitabu cha Luka ile sura 23 mstari wa 33 mpaka ule wa 34. Luka ile sura ya 23 mstari ule wa 33, tuanzie pale mstari wa 33 mpaka ule mstari wa 34. Tutaona namna ambavyo mavazi haya yalikuwa yana utukufu wa Mungu. Biblia inasema walipofika mahali paitwapo fuvu la kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Anasema wakagawa mavazi yake, wakapiga kura. Wakagawa mavazi yake, kisha wakafanya nini? Wakapiga kura. Anazungumza kwa namna ambavyo Yesu alikuwa ni mkombozi wa wanadamu, alitumwa kuja kutukomboa sisi. Na tunaona katika safari ya kusulubishwa kwake, alipita kwenye kati ngumu sana, aliteswa. Wamefika pale Golgotha, fuvu la kichwa. Walipomsulubisha sasa kwamba walimvua mavazi yake akabaki kama alivyo. Alafu tunaona kwamba mavazi yake yalipigiwa nini, wapendwa? Kura. Sasa aliyekufa, aliyemsalabani, mwenye mateso, tena mavazi yake yana thamani. Kwa sababu walimuona hana thamani, walimuona ndio kusulubiwa, walimuona anajiita kwamba ni mfano wa Wayahudi, waliona kwamba alikuwa akiharibu serikali ya kipindi hicho, alikuwa akiingiza mamlaka nyingine. Lakini mwisho wa siku mavazi yake yaliyobeba utukufu wa Mungu wanayapigia kura kwa huyo walimtesa msalabani. Kwa tunapozungumza kwa habari ya mavazi yako wewe yamebeba sura ya Yesu. Mavazi nova yamebeba utukufu wa Mungu. Ndio maana tunaona kwamba zamani watu walioishi miaka ya nyuma, nguo zikichakaa kuna mahali zinafichwa. Mimi nakumbuka wazee wa zamani wanasema usitupe ile shati iliyochanika, ya kusanyeni hapo, mshatu tutachoma nini? Tutachoma moto. Msitupe nguo zenu ovyo, maana nguo zako zimebeba nini? Tafsiri ya maisha yako. Mambo haya kwa mtu wa kawaida ndani na nyama hawezi kuelewa, lakini mtu wa kiroho ananielewa anachozungumza sasa, kwamba wakikamata mavazi yako, hata kama hilo shati ulivaa miaka 20 iliyopita, watapata taarifa zako. Maana lile jasho ambalo limepita kwenye mwili wako limebeba maisha yako. Yale majasho ya kitu yaliyopita kwenye nguo au vazi ambalo liligusa mwili wako, maana wewe umebeba taswira ya Mungu. Wewe ni kioo cha Mungu. Kwa lugha nyingine, mavazi yanaambukizwa utukufu wako ulionao. Amen. Ndio maana leo unaweza kuvaa mavazi ya mtu aliyekufa, ukawa na roho za mauti. Alikuwa na tatizo la pressure, unashangaa zile pressures unapata. Na hata wakati mwingine tusema kwamba tumegawa mavazi ya marehemu aliyokufa, inafika siku kadhaa wanasema mgawanyo wa nini? Nguo.
Wewe chukua suruali, wewe chukua kitenge, wewe chukua gauni, ili mradi kwamba tu achukue hata kipande cha kanga. Sasa huwezi kujua, kwa sababu mavazi yake mengine yalibeba nini? Roho ya mauti, yalibeba tatizo alilokuwa nalo, yalibeba zile roho. Kwa hiyo unaweza kukuta sasa mtu anapita kwenye wakati mwingine. Kwa hiyo tunaona Yesu Kristo mwenyewe mavazi yake alibeba utukufu wa Mungu, japo wao hawakuelewa kilichokuwa anakifanya. Wakayapigia kura, maana alikuwa ni mwana wa Mungu, maana alikuwa ni mfalme wa Wayahudi, alikuwa ni mkombozi wa wanadamu wote. Sababu hayakuwa mavazi ya kawaida kama unaovaa wewe, hayakuwa mavazi ya kawaida kama tunavyovaa wao, kwa sababu walijua kama wanamkebehi Yesu, lakini wakapigia nini? Kura. Wakaandika huyu ni mfalme wa Wayahudi, wakijua anakebehi. Katika ulimwengu wa roho imekuwa hivyo, wanasema bora Baraba afunguliwe, lakini huyu akateswa. Hawakujua Yesu alikuja kwa ajili ya Baraba, aliyokuwa muuaji, aliyokuwa na dhambi, aliyokuwa katili, aliyokuwa mkorofi. Wakasema bora Baraba afunguliwe, lakini huyu aliyeponya, anajiita mfalme wa Wayahudi, akateswa na mavazi yake yapigiwe kura. Tena msitumie mijeledi ya kawaida, chukueni mijeledi yenye vyuma, yenye ncha kali, yenye misumari. Mkipiga inanyofua na nyama. Anaenda Kalvari, huku anaanguka amebeba msalaba, huku anasonga mbele. Mwisho wa siku wanayapigia mavazi yake kura. Hawakujua Yesu alikuja kwa Baraba bora afunguliwe. Hawakujua kwamba Yesu mavazi yao yaliyochanika, kwamba hata kama alichanika yamejaa damu, yalibeba ukombozi. Hiyo damu iliyoloa kwenye mavazi ya Yesu ilibeba ukombozi. Ndio maana una uwezo wa kubadilisha mavazi yako yakatota damu ya Yesu, nguo zako zikawa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi yako yamebeba utukufu wa Mungu. Lazima ujitambue kwamba wewe umebeba utukufu wa Mungu. Wewe si mtu wa kawaida. Ukishampa Yesu maisha, wewe sio wa kawaida. Ukishabeba utukufu, wewe sio wa kawaida. Hutafanana na wengine. Kuna wengine wanajua thamani zao, hajajua thamani yake. Ukishakuwa na upako wa Yesu, hata mavazi yako yanakuwa na upako, hata viatu vinakuwa na upako, hata chochote unachokivaa kinakuwa na upako. Nakumbuka siku moja kwa kusoma QT na jiendeleza masomo ya QT mwaka fulani, nikawa nachukua lesson namna hii, natoa jasho tukiwa tumekaa pale, ndio darasa lilikuwa na joto kwelikweli. Sasa nilikuwa nakaa na kijana mmoja, niweka lesson yangu hivi, akaniambia bwana, lesson yangu kama sielewi. Nikamwambia na nini? Kama ina moto vile. Nikamwambia ina moto. Nikamrushia kwenye kwa utani, nikamrushia pale kwenye daftari lake. Akaituma soma ya watu utani kwa nakatana kama mkali. Akakasirika. Amekuja mwalimu kufundisha sasa, madam naomba niamishe nikae nyuma. Yule wa nyuma akae na huyo. Maana yale mavazi niliyokuwa nimeyavaa yanamunguza nini? Moto. Sasa najiuliza, ni upako gani niliobeba? Sijaelewa. Ndio baadaye Yesu asema, hiyo leso ulionayo ni utukufu wa Mungu. Mavazi uliyovaa ni utukufu wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima uangalie namna ambavyo hata mavazi yako yanaweza kuponya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema kwamba ukiondoka kwenye upako wa maombi, hata mavazi yako yanabeba upako wa nini? Wa maombi. Ndio maana kuna wakati mwingine mapepo yakasema kwamba unajua, tumekuja nyumbani kwako, tumekuta nguo za watoto zimeandikwa, tulitamani tuchukue nguo, utaona kama kivuli, lakini tuliwafika kwenye zile nguo za nyumbani kwako, tukaona moto unawaka kwenye nguo, tukakimbia. Maana mimi usiku kukofika, labda mvua imenyesha, nguo zimelala nje, huwa napita kwenye kamba, naachilia damu ya Yesu kwenye kamba, naachilia damu ya Yesu kwenye kamba. Maana nguo mbichi huwezi kuziingiza ndani. Watu wanaacha nguo zao ovyo, zimeandikwa ovyo. Kama mtu anaweza kaibiwa msukule na akili yake kakamatwa kaweka shimoni, je, mavazi utaona kama mavazi? Kumbe shabadilishiwa mavazi. Ukivaa unaanza kuumwa. Watu wao wanakosa wanageuza nini? Maarifa.
Shetani akikushindwa kwenye mambo fulani, ataenda kwenye mavazi, ataenda kwenye nywele, ataenda kwenye kiatu, ataenda kwa rafiki, ataenda kwenye soto kununua na mkufu na hereni na saluni unaenda na maeneo mengine, atapita ni baada ya kukamate. Amen. Atatumia hata rafiki yako akuletee zawadi ya mkufu au akuletee zawadi ya saa au zawadi ya kiatu tena cha thamani. Kumbe katika ulimwengu wa roho yamebeba nini? Maroho. Ndio maana unaweza kabebesha kitambaa roho kikaje kikarusha nyumbani kwako. Kuna watu waliokota vitambaa hivi kimetoka wapi? Kuna watu waliokota shilingi 50, shilingi 200, 500, shilingi 2000, shilingi 1000. Anajua ni bahati, anajua na bahati. Nimeokota shilingi 2000, kumbe kabeba chini. Kwamba ukibeba hiyo 2000 umeshanunuliwa. Tayari umeshanunuliwa kwa fedha ya thamani ya shilingi 2000. Kabla ya kuona fedha, ukiona fedha kwa mbele yako, sema naachilia damu ya Yesu. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, ninaachilia damu ya Yesu. Kabla ya kushika afu nakamata. Itumie. Susu na mamlaka. Inasemea na bahati. Bahati inakuvaa bahati kweli la kipepo. Maisha yanabadilika, hali inabadilika, kila kitu kinabadilika. Wapendwa, sio tuseme tu Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati lazima tuwe na knowledge za kiroho kama hizi. Sio kusoma tu neno, neno linatuongoza pia tunakuwa na maarifa ya kiroho. Kwamba usiache vitu vyako ovyo ovyo. Maana nimesema watakushindwa kwenye maombi, wataanza kwenye vitu unavyovaa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wanatabia kwa azima nguo. Anaazima nguo. Nimekipenda kitenge chako, nimependa viatu vyako. Maana huwezi kujua unayazima ile nguo yake amebeba roho gani. Na kuna watu wanatabia kuvaliana nguo. Hapo shida, hata kama ni familia moja wanavaliana nguo. Maana huwezi kujua huyu amevamiwa, ana roho, anahitaji msaada. Unapovaa nguo yake mnavamiwa familia wote, hakuna kumsaidia. Na kiafya sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujue mbinu hizi, namna ambavyo kutetea mwili wako, madhabahu mwili wako. Haya wapendwa, na maana Yesu anasema mavazi yake yalikuwa ni ya thamani. Kama Yesu mavazi yake yalikuwa thamani, hata ya kwako ni ya thamani. Ukishaokoka una Yesu, mavazi yako ni ya thamani. Kwa wanatafuta kwa namna yoyote ile. Sema nenda kakata, ujaona kuna nguo imekatwa tu, unakuta kage imekatwa pembeni kwenye upindo kata. Ulioivaa kwa muda mrefu. Sasa tuletee kipande cha kanga au kipande cha nguo yoyote. Au pata nguo yake ilete. Tunatumaga nguo na picha, si ndio? Tuletee nguo yake au picha au leso au socks au nywele zake. Tutamtengeneza. Kisha tuletea hapo tayari. Tako tumeshapata taarifa zake. Kama umepata maisha yako. Wapendwa, lazima ukomboe maisha yako kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shikia nikwambia, sio kila mahali utakwenda kununua nguo na tukufu. Nakumbuka mwaka fulani kuna mama mmoja, familia fulani, walipanga kwenda kununua vifaa vyao vya harusi Dubai. Wamepanga safari kwenda kufanya shopping wapi? Dubai. Wanaenda kununua gari la harusi wapi? Dubai. Na suti wapi? Dubai. Wakaondoka. Wamefika Dubai, wakaona lile shela zuri kweli kweli. Limedalisiwa na thamani ya nakshi nzuri za dhahabu. Linauzwa kwa dola nyingi sana. Sababu walikuwa ndio watu wenye uwezo. Na huku limenakishiwa kidogo kwenye kola kidogo kuza mama yule, dada yule. Na huyu kaka vifungo vyake vimenakishiwa kwa nini? Kwa gold la koti lake. Vinafaa tupe sisi hivyo. Wakachukua, walipochukua yale mavazi, wamekuja kwa wasimamizi wao, wakatengenezwa. Najua kuna vitu vya kuchovya kama hivyo gold, nikafanya kidogo na huyu naye, huyo kijana huyu kafanya koti vifungo vya kuchovya vya kawaida, lakini kwa vinang'asha kwa sababu vimenakishiwa na dhahabu. Sasa
wamemaliza ndoa yao, mavazi yao ni ya thamani sana, wakayatunza kabatini kama ilivyo kawaida, maana ni kitu cha thamani. Kumbe yale mavazi yalibeba roho. Wakafanikiwa kupata mtoto wa kwanza. Mtoto amefika miaka 3, akashtuka wakiwa chumbani, baba na mama. Mtoto akashtuka, aliposhtuka akasema baba, akaangalia mlangoni, akaanguka, damu zikamtoka masikioni na kwenye pua, akafa. Wakampeleka hospitali kufanya kumpasua kujua ni nini, alipata shida gani, hawakuona, wakazika. Haya, mtoto mwingine alizaliwa akakua tena, mtoto wa pili tena, ikafika naye akaja akakimbia, anasema akashangaa, akasema naona kuna kivuli kina mtu hapa ananifuata, akaanguka, damu zikamtoka na akafa. Kumbe zile suti zimebeba nini? Majini. Yale majini yanakunywa nini? Damu. Alienda Dubai kwa fedha zake mwenyewe, alinunua vitu kwa mwenyewe, aliruka akalipia ndege mwenyewe, kaenda kwa gharama bado ile thamani, amemaliza harusi yake, anaanza kupata watoto, wananyoa damu na nini? Na majini. Tunasema haiwezekani. Shida ni nini? Shida ni nini? Ni miaka 7 iliyopita nakumbuka, tukaingia kwenye maombi. Yesu ananiambia kabatini kuna nini? Kuna shela. Nikamwambia hivi, hebu naomba mnileteni hiyo shela, nguo ya harusi kama ipo na suti yako. Alipoleta yale mapepe yakalipuka kwa mwanamke, asema umetuweza. Tukayachoma moto, tukateketeza. Baada ya ule ufahamu agizo ukafanya nini? Lakini tayari walishakosa watoto wangapi? Mavazi. Kwa si kila eneo la kununua mavazi. Unapoenda kufanya shopping, lazima umwachilie nani? Roho Mtakatifu akupeleke kwenye duka. Maduka mengine yanabeba roho. Simaanishi kwamba biashara zimebeba roho za watu wengine. Kuna wengine lazima mpaka ende kwa sangoma waweke mavazi yao, yanapigwa na upembe, yananyunyizwa kama unapoweka upako wa mafuta na uchumvi, na wenyewe na miungu yao. Kwa unapovaa na shangaa umebeba roho ya ile madhabahu ya mganga, madhabahu ya uchawi, madhabahu ya mateso. Amen. Na wenyewe na miungu yao na nuzia kama wanavyoendelea kuomba kwa Mungu wetu aliye hai. Kwa sasa anaenda kichwa nipe hilo gauni, nipe hiyo suruali, nipe hiyo hivyo viatu nimeipenda kweli. Tena anajaribisha na hicho. Anabana pendeza. Akimekuwa beba roho. Yesu anajifanya ameokoka, tumemkamata kupitia kwenye madhabahu yetu. Hivi vitu ni madhabahu yetu. Akishavaa mikosi inaendelea, biashara inakufa, ndoa inavunjika, watoto waende shule, kila kitu kinaharibika. Mtoto alikuwa na akili, uwezo wa darasa umepungua, mavazi aliyonunua yalikuwa yamewekewa. Maana kuna mawakala wengine wameweka mavazi kama mawakala wa shetani, wanafanya biashara ya vitu kutoka kuzimu, viwanda vya kuzimu, mavazi ya kuzimu, ili kuangusha wateule wa Bwana. Kwa hiyo ni muhimu sana kukomboa uniform za watoto wako, kukomboa mavazi yako. Unaenda kununua nguo, jikomboe kwa damu ya Yesu, ili wasipate nafasi ya kukamata hizo uniform. Mtoto alikuwa na uwezo, mara ameshuka, unamwambia usome. Asema sielewi bwana, anajitahidi kusoma, maana alivaa mavazi ambayo tayari hayataki mtu awe na elimu, na shetani kwa kazini. Akishinda kupata huko atapitia huko, akishinda kupata atatumia hata rafiki yako unayemwamini sana, akiona kwamba wewe ni wa thamani sana, atatumia fedha. Hawaoni shida kuletea fedha wakuangushe. Hata kama ni milioni 5 atakuletea wakuangushe. Upako ukizidi kuongezeka, ujue pia na watu wenye viwango vya hali ya juu watakuja kwako ili waangushe wokovu wako, ili unajisike kwenye mavazi yako. Kuna wengine ambao kwa waoli kabisa, wanajua umependeza sana na mimi nataka nikusaidie. Wakati mwingine alikuwa kusaidia, lakini sababu ameshaona kilichoko ndani yako sasa kinaenda kukua, anainuka mtu ili asapoti maisha yako, lakini kumbe ni pepo limekuja kuangusha maisha yako. Kumbe ni roho ambayo haitaki ukapita kwenye nguvu ya Mungu, ukapita kwenye ukurasa wa Yesu, ukapita kwenye kusudi la Mungu. Kwa hiyo yule sababu amebeba madhabahu
makao ya kuzimu, kwa sababu alidondoka fedha, akipigiwa simu kidogo, njoo nakuja. Anajua kosi 20,000, 10,000, 5,000. Mahali popote alikamata mavazi yako, tutaituma damu ya Yesu Kristo. Kama walilogwa kupitia leso, walikata kucha zako, walikata nywele zako, wakaenda kwa maisha yako, tutaituma damu ya Yesu ikakomboe maisha yako kwa jina la Yesu. Mahali popote tutaituma damu ya Yesu ikafute kila uhalali, kama ni nywele, kama ni mavazi, kama ni viatu vilipotea, chochote kile tutaisimamisha. Bendera ya Yesu Kristo lazima ipepee kwa damu ya Yesu. Hatutakufa kabla ya wakati. Tunaye Yesu anayetupigania, tunaye Yesu anayetulinda. Tutakula, tutakunywa, tutamiliki, tutatawala kama wengine, na mbinguni tunaenda tukiwa na upako wa damu ya Yesu. Neema ya nchi lazima ule, na mbinguni uende. Hakuna kufika mbinguni umechoka na mateso. Ukitembea kwenye nuru utafika umechoka. Ukitembea kwenye nuru utafika umechoka mbinguni.